Karibu kwenye Ayo TV Entertainment na mimi ni mtu wako Mr. Countdown Millard Ayo. Asante sana kwa kutazama. Kitu nataka nikuambie ni kwamba ninazo exclusive interview leo kwenye Countdown ya Ayo TV Entertainment. Baraka da Prince ni miongoni mwa wasanii maarufu wa Bongo Flava hapa Tanzania. Amedhamiria vipi zaidi kwenye userious na Lord Eyes ambaye ni mkali wa hip hop kitambo? Bado anaendelea kuandaa. Wengi tulizoea kukaa kwenye TV zetu kuwatazama original comedy kina Masanja Mkandamizaji, Joti, Mpoki na wengine. Hatujawaona kitambo kwa zaidi ya mwaka sasa hivi nadhani hatujawaona kwenye TV. Kuna nini? Kila mtu na shughuli zake. Kuna picha nilitumiwa ikimuonesha Q-Chief akifanya mazungumzo na Diamond Platnumz WCB, lakini hakuna statement yoyote ambayo imetoka official kwamba wameungana au vipi. Q-Chief atakubali kuzungumza, atazungumza nini kuhusiana na hiyo? Niko WCB. Walter Chilambo ni miongoni mwa washindi wa shindano la Bongo Star Search. Na vipi kama akisikia sasa hivi Bongo Star Search inafanyika au inarudi tena mwaka 2017? Kuna kitu anataka kusema. Hawana usimamizi mzuri. Kana mimi kwenye Ayo TV Entertainment, hizi zote sekunde chache zijazo utazipata kwa urefu kabisa. Asante kwa kujiunga na mtu wako wa nguvu, ripota wako wa nguvu Millard Ayo. Hapa ni Pugu Road, Dar es Salaam. Leo nimetembelea kwa mara ya kwanza Danube Home ambayo inapatikana GSM Mall. Bana, sikuwahi kujua kama kuna Watanzania wamewasogezea Watanzania wenzao vitu vyote vizuri. Sasa tembea na mimi tuone moja moja jinsi ambavyo inakuwa. Ni mara nyingi utakuwa umemuona Millard Ayo akiposti picha mbalimbali za nyumba kwenye Instagram, Facebook, Twitter na kwenye millardayo.com. Sikuwahi kujua pia kama nitakutana na sehemu Dar es Salaam ambako wanauza vile vitu ambavyo vinakamilisha nyumba za nguvu. Kiukweli siwezi kumaliza ghorofa zote 4 kukuonesha kila kitu kwa sasa. Cha kufanya ni wewe kuja hapa GSM Mall Pugu Road ujionee na vingine vingi ambavyo sijakuonesha bado. Story zote za Ayo TV Entertainment ndio time yake kuzipata sasa hivi, na nataka nikwambie pia kwamba kwenye countdown ya leo tunaye Walter Chilambo ambaye ni mmoja kati ya washindi wa shindano la Bongo Star Search, na alishinda ushindi wake ulitokea mwaka 2012 na akashinda pia zile milioni 50. Iwapo Bongo Star Search itarudi mwaka 2017, kuna kitu Walter Chilambo ambacho angependa kukiona kinafanyika kwenye shindano hilo. Naweza nikajiongelea mimi kwa kifupi. Matarajio yangu katika kuwa kwenye BSS, nilitegemea kabisa kwamba nikitoka hapa nitakuwa mtu fulani mkubwa sana. Bali na kuwa kushinda sio pesa, watu wataka kufahamu, lakini after hapo nilikuwa nategemea kwamba watani brand vizuri kwamba niwe kweli Walter Chilambo. Hata nchi zingine wajue kwamba Tanzania kuna shindano fulani na kuna msanii fulani ambaye ametokana na kitu hiki na hiki, lakini imebaki tu kuwa heshima kwamba alitoka sehemu fulani, lakini what next? So kitu ambacho nawashauri sana sana BSS, wanapojaribu kumtengeneza mtu na kumfanya awe star, basi wajue pia na kumpitisha njia na kumuendeleza awe msanii mkubwa zaidi, na sio kumwacha njiani then akawa mara huku alafu then wao wanaandaa. Ukiandaa tena tamasha kuna nguvu inapotea, kwa sababu watu inabaki lawama tu, mshindi hafanyi kitu, washindi mbona hawafanyi lolote, washindi mbona wanapotea tu, hamna thamani chochote wanachokifanya. Lakini kwa sababu hawana usimamizi mzuri kutokana na ile na chimbuko lao kwamba wametengeneza, lakini pia mwisho wa siku wanakuacha tu. Kwa wanaoshiriki, mimi nawashauri waendelee kushiriki, kwa sababu ni kitu ambacho kwa saizi sasa ni kutumia akili yako mwenyewe. Kama unataka kufika sehemu fulani, usiangalie kwamba ni shindano tu la mashindano tu ya kuimba, bali angalia wewe unataka nini. Kwamba bana, mimi nataka nifikishe ujumbe wangu, nataka watu wajue kipaji changu. Kwa hiyo imba. Na kitu kingine kwa ushauri ni kuwa msikivu, mvumilivu wa mambo mengi, kuwa na subra na kuwa na nia kweli ya dhati toka moyoni mwako kwamba nataka kufanya hiki kitu ili niafikie malengo fulani. Lakini after hapo ni Mungu tu akusimamie, ila nawashauri tu kupambana kutafuta maisha mengine. Kitu ambacho nataka kukuletea sasa hivi ni exclusive interview na mwimbaji wa Bongo Flava Baraka da Prince. Baraka da Prince amesema tena zaidi na ametuonesha jinsi gani yuko serious na mkataba wake ama
kufanya kazi kwake yeye na Lord Eyes, ameamua kumrudisha kwenye chati msanii wa hip hop Lord Eyes kwa kumchukua kwenye lebo yake inaitwa Bana. Baraka da Prince na lebo yake pia inaitwa Bana, ambayo inaunganisha herufi mbili, Baraka pamoja na Naj ambaye ni girlfriend wake. So kuna mipango walionayo kwa 2017, tuitarajie. Album ya kwangu itakuwa chini ya Rockstar 4000, but recording label ambayo nitakuwa naimiliki mimi itatoa album mwaka huu moja, ambayo itakuwa ni album ya Lodi, ambayo ndio ipo inaandaliwa na ipo inaendelea kuandaliwa. Kwa pindi atakapotoa nyimbo yake ya kwanza kupitia Bana, nadhani tutaambatanisha pamoja na album yake. Album ni kali sana, na hisi itakuwa ni miongoni mwa best hip hop album ambazo zitatoka 2017. Bado anaendelea kuandaa mpaka pindi ambapo tutasema basi hizi zinatosha, lakini zinaweza zikafika hata 20. Sasa mpaka sasa hivi Lord Eyes ana nyimbo kama 8 ambazo zipo ready, ambazo zipo kabisa zimekamilika. Hapo tuache zile ambazo bado hajazimalizia, anaendelea kuzimalizia. Mabibi na mabwana, brothers and sisters ambao mnafuatilia Bongo Flava, kingine cha kufahamu ni kwamba Q Chief na Diamond Platnumz wamefanya mazungumzo, lakini na walitaka hayo mazungumzo ya siri sana, watu wengi wasifahamu au watu wasifahamu kabisa kuhusiana na mazungumzo yao. Lakini kwa heshima ya IOTV, Q Chief amekubali kuthibitisha kwamba kweli alifanya mazungumzo na Diamond Platnumz. Nimebahatika kuitwa na mmoja wa wadogo zangu ambao wanafanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki ulimwenguni, na nisingependa kumtaja kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu, labda protocol au kwa vile ambavyo tumezungumza, basi kulikuwa kuna mipaka ambayo iliwekwa ya mazungumzo haya, na kwamba kama kungekuwa kuna muda sahihi basi au muda mwafaka tutawaambia. Lakini niliitwa na Diamond, na Diamond ni mdogo wangu na amekuwa akifanya vizuri sana, lakini alichonitia ni private, ni bayana kati yangu mimi na yeye, na uongozi wangu pia unayo hiyo taarifa, na pia kiongozi alikuwepo, lakini pia kulikuwa kuna Tale, kulikuwa kuna Fela, kulikuwa kuna Salah. Lakini kitu ambacho tumezungumzia kikubwa, it's confidential because it's all about business, you know. Lakini it's not confirmed kwamba niko WCB au nimeondoka. Watu wakae kuangalia mwaka unaenda vipi. You understand what I mean? Huh? Love, too much love. Mimi sio msemaji wa mwisho, na tulichokizungumza pengine kinaweza kuwa tofauti na hiki ambacho wewe unaniuliza. Lakini kama nilivyosema, ni mwaka mwingine 2017, Q Chief mwingine, na tutarajie vitu vingine tofauti kabisa. Watu watarajie kitu chochote kinaweza kutokea katika biashara. Hii ni biashara, this is business. Anything can happen when it comes to business. Asante kwa hiyo pia. Kingine nilicho nacho ni kwamba hatujawaona Original Comedy wakifanya show yao kwenye TV TBC1 kama tulivyozoea. Ni kitambo kidogo hatujawaona wakifanya show yao. Imekuwaje? Najua haya ni maswali, au hili ni swali ambalo watu wengi sana wa Tanzania wengi sana watakuwa wamejiuliza au wameuliza, lakini hawajapata pa kujibiwa. Kama kundi au kama crew, sisi tuna taratibu zetu, na ndio maana tumejaribu kutumia muda wa mwaka mmoja kwa ajili ya kupumzika kwanza, kwa sababu sisi toka tuanze kazi tunajua kupumzika long time sana. Kwa hiyo tulipopumzika pia sio kama unakaa kimya. Kwa hiyo tukaangalia project za kila mtu as a personal, kwamba unaweza kufanya kitu gani, na ndio maana unaona kila mtu ana shughuli zake. Mfano ukimfuatilia Mpoki ana shughuli yake nafanya na inajulikana, Masanja the same pia, na mimi. Kwa mimi nimefungua pia YouTube channel yangu ya Jot TV, kuingia YouTube unaona. Lakini baada ya hapo nafikiri mwaka huu tunaweza tukarudi kazini pia. Huyo ni Joti kwenye Countdown ya IOTV Entertainment. Asante sana kwa kutazama. Mimi ni mtu wako Mr. Countdown, Millard Ayo. IOTV Entertainment, hakikisha umesubscribe kwenye channel ya YouTube hapa chini, na itakuonesha au itakusaidia pia pale ambapo kila video inapanda unapata notification kwamba Millard Ayo ametoa habari mpya. Usisahau kubonyeza subscribe. Lakini pia kaa karibu yangu kwenye Facebook, Twitter na Instagram kwa jina hilo hilo la Millard Ayo, pamoja na Snapchat kwa jina hilo hilo moja la Millard Ayo, na breaking news zote, kwa sababu mimi si deal na entertainment peke yake. Kuna siasa, kuna michezo, kuna habari nyingine nyingi sana za Tanzania utazipata kupitia hiyo Facebook, Twitter, Instagram na Snapchat kwa jina hilo hilo la Millard
Millard Ayo. Lakini pia habari kwa urefu zaidi, kila baada ya dakika 60 ingia millardayo.com, utakutana nazo habari nyingi sana kila baada ya dakika 60 saa 24. Asante kwa time yako kwa kutazama, endelea kukaa na Ayo TV.